vile ulitoka kwa roho moja, itarudi vivyo hivi ambavyo ilivyotoka, na utaweza kuipata. Uamini ukiwa na mimi. Na hakuna kazi ambayo mimi siwezi kuifanya, na hakuna hata ungekuwa uko bado mbali, ungeniambia hata ukiwa bado kule. Ungeweza kuniambia ukiwa bado mahali ulikuwa. Hiyo kazi ungerudi hapa upate kila kitu. Wow. Daktari. Leo wana nguvu wana kwa badi, watu wanajua kazi inafanya amazing zaidi. Nashukuru sana kwa support yenu bana. Bila nyese singeweza kufika sehemu ambayo nimefika. Alafu mnanifanya jinsi mtamu. By the way, ukiniangalia hapa niko na mwanadada mmoja ambaye anaitwa Grace, na kando na Grace na niko na daktari na Mwanga. Na kwa kweli mimi nilisemaga, yani kwenye maisha lazima mtu apate ile haki ambayo anahitaji kuwa nayo, because unajua sio vizuri mtu kufanya kila kitu kwa mume wake ambaye anampenda kiukweli na anamheshimu, kumbe yeye chini ya maji anafanya vitu ambavyo sio vizuri. Na mimi nilisemaga hakuna kitu ambacho kinachoshindikana. Na mimi ukiniona hapa niko na daktari, kana daktari na niko na Grace mwenyewe ambaye ametoka Qatar. Na just imagine unatoka Qatar ukiamini kabisa mpenzi wako anakupenda kiukweli na ana mpango mzuri kuhusu wewe. Just imagine umekaa miaka mingapi? Miaka 3 bila zile mambo inaitwa kwich. Anyway, sio case. So ni vizuri tuweze kuongea naye, tupige story tuone vile tutasaidiana, because unajua kupata solution na kupata ule usaidizi ambao unahitaji ndio kitu ambacho sisi wenyewe tunahitaji. Pia nyinyi naamini kabisa mnahitaji Grace apate ile haki yake na kila kitu ambacho labda amedhulumiwa kwa kinarudi, because huyo mwanaume alionyesha kiburi kikubwa sana kuonyesha kuwa yeye ambiliki asemezeki. Yani ni kitu ambacho kinanivunja moyo sana. Nikuona by the way vile Grace mwenyewe alikuwa na behave kando hivyo, ameishiwa nguvu, nikampa moyo na mwenyewe akawa na sehemu ya kwenda kulala, ikabidi sasa nikamtafutia kwa watu ambao nikamtafutia kwa Airbnb angalau at least akapumzike jamani. Si unaelewa? The funny thing is hela zote ambazo alikuwa nazo alikuwa ashatuma yeye mwenyewe, hakuwa na senti. It's so heartbreaking by the way. Kwaje? Lamo, mimi siko poa hata kidogo. Siko vizuri. Bado nataka kujua mahali pesa zangu zilienda, na bado sina chochote. Na nataka kujua pia mtoto wangu wako wapi. Najaribu kupiga simu kwa kina Brayo, hakuna mtu wako na shughuli ya kuniambia kwenye mtoto wangu yuko. Sasa niko na stress, sina pesa, sina mtoto. Sijui nianze wapi, sijui nimalizie wapi. Savings zangu zote zimeenda. Sijui mtanisaidia aje. Niko na stress. Okay, I know kabisa moyoni wako unaumia sana na changamoto zipo kutukomaza, unaelewa? So ndio maana nikasema ni vizuri nje na daktari ili aweze kuongea na yeye. So unamjuaga? Namjua daktari. Namjua na ningetaka sana pia mnisaidie mkiwa pamoja. Sawa, nikuulize umepigia Brayo simu? Brayo ashiki simu zangu. Brayo hataki kuchukua simu zangu. Sasa sijui kwa nini amenizimia simu, ama sijui ni kuniblock, ameniblock. Watu wao pia kila mtu ananiignore. Sijui hata mtoto wako wapi. Niko na shida, sina hata pesa yangu yote imekuwa na Brian. Ndio nataka kujua mahali yuko, angalau nisaidike nijue kama naweza pata property yangu, hata kama ni nusu ya pesa yangu, angalau niweze kuanzia maisha mahali. Acha nikwambie Grace, as much as you need half of the money, for me I don't want you to get half of the money. I want you to get the full amount, everything you've been sending to him. Trust me, utapata, because there's no way mtu anaanza kudhulumu maisha yako na mtu anataka advantage of you just because you are very, very far from him. Na yeye mwenyewe ulimpa mapenzi ya kweli, na yeye mwenyewe the only thing anakulipa nacho ni kuonyesha madharau. That's all. Daktari, ndio
Natumai uko salama sana. Kwa salama daktari. Na pia nishukuru kwa kuweza kuja. Kitu ya kwanza ambayo nataka kuambia mwanadada Grace ni kwamba sio eti Brian hataki kushika simu. Ni kwa vile namuona sasa hivi ako kwenye hospitali. Hata hawezi kuchukua simu. Lakini zile vitu ambazo uliweza kupoteza zote utaweza kuziregesha maradufu na mara mbili zaidi. Zile pesa ambazo uliweza kupoteza, mtoto ambaye huyo mtoto hata Brian hajui mahali yuko. Niambie nini? Daktari, eti mtoto wangu Brian hajui kwenye yuko. Si alisema mtoto ako kwao. Huyo mtoto hata hajui, hata ukimuuliza saa hii anatoshana aje, hajui ile nguo ambaye anavaa, hajui shule ambaye anaenda. Huyo mtoto wakati ambapo ulikuwa unamtumia pesa, alikuja akapatana na wanawake wengine pale nyumbani, akashikana na wanawake wengine ambao wamekuwa akitumia pesa na wao, na hao wanawake kuna mmoja amechukua pesa. Ati? Ndio. Hajui huyo mtoto ako wapi, hajui anaishi vipi, lakini mtoto mahali yupo salama. Aje, ngoja kwanza daktari. Brian hajui aje mtoto wetu ako aje? Itakuwa aje hajui mtoto wake ako aje? Mtoto wetu nafaa kuanza wapi nimalizie wapi? Afadhali hata nipoteze pesa basi na nipate mtoto. Umewahi ongea na huyo mtoto kwa video call ama kumpiga simu? Ndio, kuna wakati nishaimpigia simu nikamuona, lakini haijakuwa so often. Hakuwa anataka kuniambia sana kama mtoto wako kwao. Lakini sasa ndio nashangaa unaniambia aje ati hata ajui mtoto mahali yuko, na alisema mtoto wako kwao. Okay, daktari amekuuliza swali simple. Najua kile kitu ambacho nasema nikikuuliza kwamba kama umekuwa ukiongea na yeye kwa video call. Najua ni kitambo sana ukiweza kumuona hivi kwa simu kwamba unaongea na yeye. Si ni kweli? So mtoto wangu wako wapi? Jibu swali ambalo nauliziwa my dear. I know maybe unajua kabisa umeumia moyoni mwako na unahisi kuwa sometimes I understand the feeling. Wakati mwingine una feel like yani hufai kujibu maswali kama haya, but it's good at least tuweze kuelewa. Wewe mwenyewe ushaongea naye mtoto kwenye video vile daktari anavyokuuliza? Mtoto nishaiongea na yeye. Alini kitambo. Nishaiongea na yeye. Na pia watu wao nilijaribu kuwapigia. Sasa hii nawapigia simu hawataki kuchukua simu zangu. Ndio sielewi kwani mtoto wangu ako wapi? Brian mwenyewe anasema mtoto wako kwao. Mimi mtoto wangu amepotelea wapi? Ako kwa mikono ya nani? Pesa nimekuwa nikituma ya nini? Kwa sababu huyo mtoto ni yeye nilienda kufanyia kazi. Wacha niweze kukueleza. Kitu cha kwanza, huyo Brian amekuwa kutumia huyo mtoto kupata hela kutoka kwako. Hiyo ndio imekuwa kama biashara ambayo alikuwa anaifanya na wewe. Kitu cha pili, huyo mtoto Brian hajui mahali yuko, hata akimuona hivi sijui kama anaweza mkumbuka, ni kitambo sana. Huyo mtoto Brian hakuwa anataka aonekane naye. Na kwa vile hakuwa anataka kuonekana naye, alitoka naye nyumbani, akaenda akamtupa mahali, lakini akapata. Ngojea daktari. Alimtupa wapi? Hebu niambie mtoto wangu wako wapi? Kwa sababu hata kama ni saa hii nitaendea mtoto wangu. Niambie kwenye mtoto wangu yuko. Usiwe na shaka. Mimi ukiwa na mimi kila kitu utaweza kukipata. Ukiwa na mimi hakuna kitu ambacho mimi siwezi kukifanya. Is my baby safe? Mtoto wangu wako sawa? Alipata msamaria mwema na amemweka vizuri, anaenda shuleni, anakula vizuri, analala vizuri, na utampata akiwa salama kabisa. Sasa nitampata aje? Si unionyeshe kwenye yuko, nataka kuona tu huyo mtoto. Nimekuwa na stress, hata kukula sikuli tangu nikuje. Nimekuja nimefurahia nikidhani nitakaa na familia yangu. Mtoto wangu niliacha akiwa mdogo sana niende nikamtafutie pamoja na bwana yangu kwa sababu ya zile mashida tulikuwa tunapitia. Sasa saa hii tena mniambie mtoto hayuko. Nimekuwa nikifanyia kazi nini mimi? Mtoto utaweza kumpata, na hata hizo stress ambazo unasema uko nayo, kama hiyo ya pesa ambayo nimeona uko nayo, hiyo pesa yako utaweza kuipata. Na kwa vile ni kueleza kwamba huyo Brian alianza kuona wanawake wengine akiwa hapa nchini. Sasa hata wanawake sio shida. Kitu nataka saa hii daktari, kama mnaweza nisaidia kupata mtoto wangu, pesa zangu na title na pikipiki. Hata pikipiki anaweza baki nayo basi. Mnionyeshe pesa, title na mtoto mali nitapata. Hakuna kitu ambacho atabaki nacho. Hakuna kitu, hata hiyo umesema pikipiki abaki na, hakuna kitu ambacho atabakisha. Zile pesa ambazo amechukua kutoka kwako zote atazirudisha,
na atarudisha na kitu juu. Hata rudisha pesa ikiwa peke yake. Shamba yako atarudisha, pikipiki atarudisha, na mtoto utampata akiwa salama. Mimi hakuna kitu ambacho siwezi kukifanya. Daktari, fanya chochote unisaidie nipate any of those things. Nitafurahia sana nikipata. Tafadhali daktari. Sio eti any, utapata kila kitu. Mimi ukiwa na mimi hakuna kitu ambacho mimi siwezi kukifanya. Hakuna chini ya jua kitu ambacho siwezi kukifanya. Na hizo pesa utazipata, mtoto utampata akiwa salama, pesa zako utazipata, pikipiki utaipata, na shamba lako utaweza kulipata. Na kando na hapo, mimi kitu ambacho ningekuomba ni kwamba uweze kuwa na imani. Na mimi natumia nguvu za Mwenyezi Mungu. Nafanya kazi kupitia kwa nguvu za Mwenyezi Mungu, na utaweza kupata kila kitu. Lakini sasa daktari, mtu huwa anaanza wapi? Huna pesa, huna mtoto, huna title, huna nini? Miaka yangu niliharibu yote miaka 3. Nitaanzia wapi? Grace, I know you're so disappointed and you feel like maybe it's the end of you, but trust me, this is not the end of you. Sometimes challenges come in our life to at least make us to be more strong. Now, you're not supposed to give up in any way, okay Grace? I believe you'll get everything you want, okay? Na ukiona pia Daktari Namwanga yuko hapa. Daktari Namwanga ni kusema na kutenda. Yeye anasaidia mtu akiwa popote pale. Yeye ana uwezo, anatumia nguvu za Mwenyezi Mungu, na anaamini kabisa hakuna kitu ambacho kinachoshindikana chini ya jua, na that's why ako hapa kukusaidia. Unaelewa? Grace, you're not supposed to worry in any way. Wewe mwenyewe umeona kazi ambayo amefanya. Wewe unamfuatilia? Lamo, huwa nafuatilia, sikatai. Lakini sasa mtu anafaa aanze wapi? Sina chochote jameni. Mnafaa mnielewe, sina chochote. Mtu anafaa aanze wapi? Ningejua tu mahali mtu anafaa aanze kama hana chochote. Miaka yangu yote 3 imekuwa wasted kabisa. Nothing. Nipata uko na mahali tayari, ushaanzia mahali. Kwa kweli once tu umeshanipata hivi, wewe jua kuna mahali ambapo tayari umeshaanza, na naamini kila kitu utaweza kukipata. Daktari, hata kwetu siwezi sema kama nimefika, kwa sababu wataniona mimi mjinga, nimekuwa nikitumia mwanaume pesa, mtoto hata ningewaachia. Sasa mimi nafaa nianze wapi? Hata kwetu sijui kama watanikubali. Sikuwapea mtoto, sijakuwa nikituma chochote kwetu. Nimekuwa tu nikituma kila kitu kwa kina Brian, kwa Brian in fact. Alafu akuje anifanyie hivi. Mimi nafaa kuanza wapi? Si hata watu wetu watani disown. Usijali. Ulifanya kila kitu, ile kitu ambayo ulikuwa unafanya, sio eti ulifanya kwa ujinga, ulifanya kwa upendo, na ulifanya kwa roho moja kutoka kwa roho yako. Ndio. Na Mungu anaona kile ulitoa kwa roho moja. Na kwa vile ulitoa kwa roho moja, itarudi vivyo hivi ambavyo ilivyotoka, na utaweza kuipata. Uamini ukiwa na mimi. Na hakuna kazi ambayo mimi siwezi kuifanya, na hakuna hata ungekuwa uko bado mbali, ungeniambia hata ukiwa bado kule. Ungeweza kuniambia ukiwa bado mahali ulikuwa. Hiyo kazi ungerudi hapa upate kila kitu. Wow. Daktari, kuamini na sina chochote na sijaanza kuona anything, siwezi amini tu hivyo. Daktari, nimepata kitu. Mimi na feel like ufanye kila jitihada, angalau ufanyie at least umfanyie muujiza moja, aone kama kweli kitu ambacho unasema ni ukweli, na anajua as much as anajua ni ukweli, yeye mwenyewe anajua ako in a shock, anashindwa guy itakuaje. So I believe daktari atamfanyia kitu ambacho cha muhimu zaidi, azidi kuamini na aone kabisa kila kitu kiko sawa, na utaona vile mambo inakuwa for now. Daktari, kuna kitu nataka kusema kabla hujaenda. Nataka kusema kwamba unakumbuka nimekuambia kuna wanawake ambao Brian alikuwa nao. Huyo mwanamke aliweza kuchukua pesa kwa zile savings ambazo Brian alikuwa ameweka, akatoroka na hizo pesa. Na hizo pesa ametumia kidogo, lakini utaweza kuzipata. Atazileta na nitamleta mpaka mahali upo. Wewe unajua ni pesa ngapi mimi Brian amepotea nayo yangu? Amepotea na 600,000 yangu minus title deed ya shamba yenye tulinunua na yeye, na ni pesa yangu minus pikipiki, na mimi ndio nilimnunulia, na nilimnunulia angalau ndio hata nikirudi, kama hatutakuwa na pesa yenye tutakuwa napata kutoka huko, angalau unapata anaweza kuprovide kitu kama mwanaume, isikuwe ni mimi tu na provide peke yangu. Ndio maana nilikuwa nataka kumempower kama bwana yangu. Sasa saa hii muanze kuniambia hivyo, mimi sasa nafaa nianze wapi? Usikuwe na wasiwasi, anajua ako so stressed, ana feel like okay, it's the end of her, but not the end of her by the way. So what I've said is
says everything happened for a reason, na maybe Brian was not the right person for him, na anaamini kabisa kwenye maisha kila kitu kinawezekana. So tunaamini kwenye maisha kwenye maisha kuna Mwenyezi Mungu aliye juu mbinguni, na pia alimpa Mwenyezi Mungu mwenyewe alimpa daktari nguvu za kufanya kazi anayoifanya. So naamini kabisa kama mimi mwenyewe alinisaidia, kazi ya nani ndogo hii, kazi ya dakika 2 jamani. For now what I'll say is bye bye till next time.